wako mashekhe wana msimamo. Nyerere akawaua na mashekhe walionusurika, walikimbia, wamefia nchi za mbali. Abdallah Saleh Farsi, kadhi wa Zanzibar, alikimbia akawa kadhi wa Kenya, akaondoka akaenda fia Oman. Al-Habibi Sumait amekwenda fia Komoro, mashehe wakakimbia. Zanzibar badala ya kuwa Madinatul Ilmu ikashuka sasa ikawa haina mashehe. Zanzibar sehemu yenyewe si Mazizini, lakini ni karibu na Ikulu. Kabla hujafika uko kwenye junction ya kwenda Muslim College pale, kama unakwenda kona za kwenda Mbweni, Chukwani, hujafika uko karibu na mjini, kuna sehemu inaitwa Nguzo 100. Alhamdulillah nilifika pale, na kweli 100, 1, 2, 3, 100 ndani ya bahari. Zinaanzia juu nguzo 100 mpaka ndani ya bahari. Mwandishi anasema hizi ndizo ngazi, sio nguzo, ngazi. Hizi ndizo ngazi 100. Hizi ndizo ngazi 100 ambazo Wazanzibari wengi waliteremka kuyaendea mauti yao. Ngazi 100 Wazanzibari ukiteremka bwana, inna lillahi, wengi wameuawa. Meua sana. Anaenda Zanzibar bwana, waulize wenyeji wampeleke, na mahala palivyokaa pameachwa ni katikati ya mji. Maiki sio nzuri. Ni katikati ya mji, lakini ni mahala kama vile pameachwa historia. Lakini asili ya ngazi 100 ni mabaniani wanachomea mauti wao. Kule kuna manyumba, mabaniani wanachoma mauti wao. Pale watu wengi wameuawa. Kwa hiyo kukafanyika mapinduzi ya pili ya kuwaua wana mapinduzi. Lakini Nyerere hakuishia hapo kwamba nitapata tabu na wasomi kuitawala Zanzibar. Wako mashekhe wana msimamo. Nyerere akawaua na mashekhe walionusurika, walikimbia, wamefia nchi za mbali. Abdallah Saleh Farsi, kadhi wa Zanzibar, alikimbia akawa kadhi wa Kenya, akaondoka akaenda fia Oman. Al-Habibi Sumait amekwenda fia Komoro, mashehe wakakimbia. Zanzibar badala ya kuwa Madinatul Ilmu ikashuka sasa ikawa haina mashehe. Si maneno mazuri eh? Kasim Hanga, kina Othman Sharif, brain of Zanzibar, waliuawa. Zanzibar ikabakia na viongozi wajinga, viongozi wa hafidhina. Ndio hawa walioko mpaka leo Zanzibar, viongozi wasiojitambua, viongozi wenye maslahi binafsi na uchu wa madaraka, wanawatesa wenzao wa Zanzibar mpaka sasa. Kama ambavyo Nyerere amekufa, mtanuia radhi bana, katuachia BAKWATA. Kama mpo mtanisame, ndo historia. Katuachia BAKWATA. Piga ua, shughulika utakaposhughulika. BAKWATA haingii mwenye vision hata huyu, haingii mwenye akili hata huyu. Shabdala utanuia radhi, lakini wewe sio BAKWATA. Piga ua, BAKWATA haingii mwenye akili hata huyu, mwenye vision hata huyu. Ndudude limepangwa hivyo.
Mufti wetu akijifaragua sana kwa kusukumwa ataandika maandiko kama haya. Baada ya hapo yupo tu mufti sangapi, kwani sangapi? Hao ndo wanatakiwa wakuongozeni ninyi. Hawana vision, hawawezi kufikiri, hawana mipango ya kunusuru Waislamu. Sio bahati mbaya, ndiyo legacy ya Nyerere. Urithi aloacha Nyerere kwa Waislamu ni kuwaachia BAKWATA. Amekufa miaka 10 na tunateswa na mzimu wa Nyerere. Nchi hii inateswa na mzimu wa Nyerere, na bado watateswa miaka mingine 50. Nyerere amekufa. Sasa usione mbona misikiti yote maimamu hawaeleweki. Imepangwa. Peleka imamu mwenye akili hakai bwana. Msikiti wa Bondeni Arusha ulikuwa na maimamu wenye akili. Mrema alikwenda Waswaga msikiti ule akawapa BAKWATA. Kwa nini hapa Thakibu, hapa tulipo, kwa nini serikali wanashughulika na hapa tulipo? Kwa nini usalama wa taifa, nguvu za dola zinashughulika na Thakibu? Si misikiti mingi? Kwa nini kule ile misikiti bwana ipo ya kusalia, haina zaidi ya sio tishio? Hapa panapoamsha akili za Waislamu, hapa tusipaache. Ndio leo Thakibu askari wamevamia, kesho kesi isoeleweka, kesho kutwa sijui nini hapa. Sinaeleka vizuri ba. Misikiti mingi mbona hawaendi? It's a legacy. Hapa takiwi watu wakawa na akili, wanaojitambua. Shekwa wanasiasa, shekwa mashekh. Zanzibar ikaongozwa na watu kama wanajitambua, hawako tayari kuacha maslahi binafsi kwa sababu ya umma. Hawako tayari. Wako tayari kuua umma wao kwa maslahi yao. Tunakwenda vizuri wote? Bas. Sasa imeenda miaka yote hii ya Zanzibar na nini. Zanzibar sasa iko kwenye apex. Yani Wazanzibari sasa wamejitambua. Wana shida tu ya viongozi wao. Lakini Wazanzibari mpaka Wanyaka hawa wakijiweni wamejitambua. Sisi sio huru, sisi ni koloni la Tanzania bara. Sasa juhudi hizi zinazoanza sio za kidini, sio za uamsho. Wewe uko huku ndio utajua za uamsho. Sisi tulokuwa Zanzibar mwaka jana tu juzi, hizi sio za uamsho. Hizi ni za Wazanzibari wanatafuta uhuru wao uliopotea kwenye muungano. It is a freedom struggle. Menisikia vizuri A freedom struggle. Wanasalitiwa na viongozi wao. Sasa kuna mambo bara na visiwani yana majina tofauti, lakini ni mambo yale yale. Wewe unakuwa confused na majina tu. Futari ile ya miogo, viazi umeiponda na kalanga, ikiwa sio mwezi wa Ramadhani inaitwa mchanato. Ile ikiwa mwezi wa Ramadhani inaitwa futari, lakini ni ile ni ile. Kila watu wamepewa jina kulingana na mazingira yao
na namna ambavyo jina hilo wakipewa ndiyo akili yao itakapozugwa zaidi. Tatizo kubwa la Tanzania bara kwetu ni mfumo Kristo. Huku mfumo Kristo bara, mfumo Kristo umesikika sasa, umeeleweka. Juzi nilikuwa namsikia Mkristo mmoja kapandwa na Roho Mtakatifu Star TV anasema Zanzibar wamechoma makanisa. Halafu siku hizi wana msemo wao uleza mfumo Kristo. Naye kaujua mfumo Kristo. Tanzania ukitaka kujiweka kwenye mazingira ya hatari, zungumza mfumo Kristo. Ukitaka kuweka mazingira ya hatari kabisa, zungumza mfumo Kristo katika nchi. Mzee wetu mzee Suleiman Takadir, mtu wa kwanza mwaka 1958 kuzungumza mfumo Kristo. 58, miaka mitatu Tanzania inakwenda kupata uhuru. Anamnyoshea fimbo yake Nyerere, anamwambia wewe fimbo na macho, wewe utaleta mfumo Kristo katika nchi. Suleiman Takadiri akamfika, akafukuzwa 5. Waislamu wenzake walimtenga, hata salamu alaikum ya Kiislamu hawakumpa. Badala ya kumwita Suleiman Takadir, jina wakambadilisha Suleiman Mtakadini. Waislamu, sisi Waislamu walivomtenga kijamii, Suleiman Takadiri amelala kitandani, yuko katika sakratul maut. Aliwaita maswahiba zake, akasema mmentenga, mimi nakufa sasa, lakini mtanikumbuka. Masaa matatu walipata habari Suleiman Takadiri amefariki. Waislamu waligoma kwenda kumzika. Aliyeongoza kampeni ya kugoma msaliti wa 5 mdini, marehemu mzee Rajabu Diwani, kamanda wa vijana wa 5. Watoto someni historia, Waislamu someni historia. Nyerere akaitisha mkutano wa 5. Nyerere ndo alowaruhusu, nendeni mkamzike ndugu yenu. Waislamu kumzika Muislamu mwenzao waliruhusiwa na Mkatoliki. Tulifikishwa mahala pagumu sana. Suleiman Takadiri akazikwa. Kaburi lake Dar es Salaam bwana, si hatuijui, lakini njia panda ile ya kwenda Buguruni inapita Dar es Salaam pale Bomani, Karume hapa inaenda Changombe. Sawa kuna makaburi kulia, pale lipo kaburi la Suleiman Takadiri. Amelala hapo, amekufa kwa kinyongo cha kutengwa na ndugu zake Waislamu kwa sababu ya Mkatoliki. Kosa alitaja mfumo Kristo. Hassan bin Amir, mufti wa kwanza huyu wa Tanzania, mkutano wa kwanza wa Waislamu wa East African Muslim Welfare Society mwaka 1962.
Hassan bin Amiri ameitisha mkutano wa taifa zima. Waislamu hawana matumaini kama serikali ya Nyerere itawaletea maendeleo. Wameitana wenyewe wapange mipango ya maendeleo. Mwaka 62, mkutano wa kwanza baada ya uhuru, mfumo Kristo ukazungumzwa kwenye kikao hicho. Hassan bin Amir yakamkuta, alifukuzwa Tanzania, akarudishwa kwao Zanzibar, amewekwa kizuizini mpaka akafa Zanzibar. Chief Abdalla Said Fundikira mwaka 68. 68 East African Muslim Welfare Society inakufa, inazaliwa BAKWATA. Fundikira akafukuzwa nyadhifa zote. Alikuwa waziri wa kwanza wa sheria baada ya Bukoloni, timuliwa kwenye chama. Aligusa mfumo Kristo. Kigoma Ali Malima 1995 akagusa mfumo Kristo kuhusiana na elimu, wakati waziri wa elimu, yakamkuta kugusa mfumo Kristo. Kipenzi cha Nyerere Bititi Mohamed mwaka 72 naye akagusa mfumo Kristo, akatiwa kizuizini. Kila aliyegusa mfumo Kristo alitiwa kizuizini. Sikuambii kina marehemu Tewa Saidi Tewa. Pana siri gani kwenye mfumo Kristo ukiugusa unakwenda na maji? Lile linalowatafuna wa Tanzania bara la mfumo Kristo ndilo lile linawatafuna watu wa visiwani kwa jina la muungano. Kule ni muungano. Muungano hauna tatizo huku tatizo ni mfumo Kristo. Ni mtu yule huku anajiita mfumo Kristo, kule ni muungano. Muungano. Tatizo kubwa la Zanzibar ni muungano. Huku kila aliyegusa mfumo Kristo yalimpata. Kule Zanzibar kila anayegusa muungano yanampata. Walianza na muasisi mwenyewe Abedi Amani Karume. Karume ndiyo mtu wa kwanza wa Zanzibar kukataa muungano. Alianza kwenye hotuba za Zanzibar, na kuambieni Wazanzibari, muungano kama koti, msiwe na wasiwasi. Likikubana unalivunja, unalivua. Nyerere akaanza kupata science, kasema hivyo sasa katumwa mjumbe kwenda kwa Karume kumpelekea maneno ya kifidhuli. Nyerere kamtuma mjumbe, amekwenda Zanzibar. Bwana, nimetumwa na Nyerere, wewe hivi. Mjumbe akapewa majibu, nimesikia. Mwambie Nyerere nimesikia, lakini mwambie amri yake yeye inaishia Chumbe ndo mwisho, huku ni mimi. Kamwambie bwana anasema yeye huko ni yeye. Sasa marehemu Karume sasa amejitayarisha. Viongozi waandamizi wa Zanzibar amewaambia warudi nyumbani, wamerudi. Anawaambia visiwani kunatokea jambo kubwa sana, kubwa.
Sasa watu wamekaa attention kuona nini kinatokea. Kubwa lililotokea sio Karume kuuawa. Hili ndo alituambia tukae standby, alijua atauawa. Maana waliambiwa jambo kubwa linatokea. Karume anasema njooni. Mkubwa mmoja anamuaga na kazi Dar es Salaam, anasema usiende, jambo kubwa linatokea Zanzibar. Jambo kubwa lenyewe Karume akauawa. Kumbe jambo kubwa Karume alikuwa anatarajia kulihutubia taifa, na ndani ya kulihutubia ni kutamka rasmi tumevunja muungano. Karume akauawa kabla hajatamka kuvunja muungano. Akashika Abdu Jumbe. Abdu Jumbe kila akikaa Zanzibar hasikii raha. Hasikii raha, koti la muungano linambana, hata hewa ile ya feni haiingii. Hapumui. Akagundua yeye sio rais wa Zanzibar. Sura ya nje, macho ya nje, kwa mamolimoli yale na maeskoti na mizinga 21 na gwaride, nyie wote mnaona Jumbe rais wa Zanzibar. Lakini Jumbe mwenyewe akiwa ofisini anajiona yeye kibaraka wa Nyerere. Sio rais wa Zanzibar, hana amri. Nitakuja mpaka kwa Sheni. Hana amri. Akachukua karatasi, kuna mkutano wa chama Dodoma, atapeleka malalamiko yake. Kaandika malalamiko yote, atayawasilisha kwenye chama. Sio ya kuvunja muungano, lakini ya kurekebisha muungano. Yako mambo hayaendi sawa, akayaorodhesha yote. Tafuta kitabu chake kinaitwa The Partnership, 30 Turbulence Years. Abdu Jumbe, Partnership. Umeelewa vizuri? Rais wa nchi yuko ofisini. Sasa anaandaa makabrasha ya kwenda Dodoma. Mkutano wa chama, halmashauri kuu ya chama. Chama kinashika hatamu. Lazima mambo haya chama ijadili. Sasa anatayarisha makabrasha ya kwenda nayo Dodoma. Amechukua barua zake, anaweka kwenye briefcase. Sasa anatafuta ile karatasi yake ya kero za muungano. Haionekani. Tafuta, haionekani. Fungu wa draw, haionekani. Hakuiona abadan, hakuiona. Akasema basi midhali yamo kichwani, takwenda yaeleza kutoka kwenye kichwa. Anaingia Dodoma kwenye mkutano, karatasi ile ile aliyoisaini yeye ya kero za muungano iko mezani kwa Nyerere na mkononi mwake. Nyerere aliipataje? Mnayajua mnayajua? Asubirini, subira, saa 10. Iko kwa Nyerere, ameikamata. Sasa Abdu Jumbe hajui imeibiwa saa ngapi kumfikia Nyerere. Ndo yale nakwambia, umekaa ofisini, we sio rais wa nchi. Yuko rais anakutazama mpaka wewe. Ajenda za kikao zikabadilika. Mwaka 1984 halmashauri kuu ya CCM Dodoma ilikuwa ina ajenda ya Abdu Jumbe tu. Imesomwa. Mheshimiwa, haya ndo umeyaandika? Jumbe anasema ndio, nimeyaandika. Wajumbe mmemsikia? Toka nje tukujadili.
rais wa nchi anatoka nje, ni rais wa nchi huyu, jumbe akatoka, kawekwa mahala mzee jumbe anapojua zaidi, kawekwa mahala, hali imebadilika. Alikuja kwa matolitori, ng'ang'a, trafiki wanasimamisha magari, mkubwa anapita. Sasa kawekwa mahala, anasubiri hatima yake. Subiri hapo, tunajadili. Kaja Mwinyi, kakaa kidogo Zanzibar, akawa rais wa muungano, nafasi yake Idris Abdul Wakil, si ndio Idris Abdul Wakil kakaa pale. Sasa vijana, sio yeye, vijana wasomi wa Zanzibar, vijana wasomi wa Zanzibar, kina Seif Sharifu Hamadi, wanamwambia rais wao, sasa raisi, mbona kama sisi koloni vile la bara? Rais Abdul Wakili vijana wanachechamaa, mbona hii nchi haieleweki? Ni amri kutoka bara, amri kutoka bara. Tutaziona, ndo nimesogea kuona tatizo la amri kutoka bara nini. Ukaitishwa mkutano halmashauri kuu Dodoma. Ni Dodoma. Zanzibar inakochinjiwa wapi? Dodoma. Vijana wanae, twendeni Dodoma. Kitokeo cha Dodoma, Seif Sharifu Hamadi, Hamadi Rashidi, marehemu mzee wetu Shabani Mlo, nini, wakafukuzwa CCM. Fukuzwa CCM. Kwa nini wamefukuzwa? Wamegusa muungano. Fukuzwa. Huku bara sasa sio Muunguja, huku bara akazuka nako mtu mmoja, Njelu Kasaka naye kila akiona muungano ulivyokaa, anaona mchele vile, ile picha haoni clear, mchele. Akapeleka muswada bungeni na genge lake akaita G55. Linauliza serikali ya Tanganyika ilifia wapi? Huyu ni mbara sasa, Njelu Kasaka. Naye bwana alivyouliza hivyo, akarudishwa kijijini kwao, sijui Makete, Iringa huko. Wapi? Lupasu, Chunya. Alienda fungiwa kijijini mpaka afe. Kosa la kumfungia mtu kijijini, hamna kutoka. Kagusa muungano. Tunakwenda wote. Sasa Wazanzibari bwana wakawa wapole. Zilipoingia fununu za katiba mpya, wakasema tutatoa maoni kwenye katiba mpya. Sheria ya muswada ya mabadiliko ya katiba inasema hivi: marufuku kujadili muungano. Sasa hebu wenye akili tu, kuna nini kwenye muungano? Ndio swali, kuna nini? Kuna nini kwenye muungano? Kuna nini? Mbona kila anaigusa anapata? Tulidhani sasa tume mzee Warioba tutamueleza serikali 3 1. Sheria inasema, yani we kwa Warioba ukisema mimi maoni yangu muungano, kaa chini. Na unaweza ukapigwa miezi 6 jela. Waislamu, kuna nini kwenye muungano?
Hatufiki saa 10. Kuna nini kwenye muungano? Na hiki ndicho kitaleta mapambano kwa muda mrefu sana. Kwenye Anuru hii Profesa Sharifu anasema kiini kijulikane. Tatizo wa kufika kwenye kiini. Hawa wote kina Sharifu wanajua, sio Sharifu huyu Maalim Sefu. Kuna mwanazuoni Zanzibar anaitwa Profesa Sharifu. Habari zake ziko kwenye Anuru hii. Bwana, wote tunajua tunaliwa na paka. Sisi sipanya. Paka bwana atatumaliza. Na azimio ni kumfunga kengele. Sasa tulipofika, nani amfunge kengele? Kuna nini? Serikali isiwafunge watu. Haya tunayozungumza ndio ushahidi. Sasa nyinyi naona mnatikisa. Sasa kweli yani sasa ndio inazibuka kweli Karume kweli walifukuzwa hawa Sasa inazibuka. Sasa sio tu unakamata mtu unapiga. Kuna nini kwenye muungano kinachofichwa kinagharimu maisha ya watu? Hakisemwi. Kinachosemwa makanisa, na wanaosema makanisa, wanaotetea muungano uwepo na wanaonesha watafia muungano kuwepo ni Wakristo. Kwa nini Wakristo? Hamna Muislamu anashabikia muungano, labda atakuwa kiongozi wa Zanzibar, wale watu wa Zanzibara wanaongoza Zanzibar. Lakini Muislamu shewa hashabiki. Nimbokiwa, Polycarp Pengo, Malasusa, Mkristo wa Kirumba. Kwa nini Mkristo anashabikia muungano? Kuna siri gani? Asa kamata kalamu vizuri, naanza kuzifichua siri. Ila mjue na mimi naenda na maji hivyo. Mjue na mimi naenda na maji hivyo. Moja, siri ya kwanza. Muungano ndiyo nyenzo peke yake ya mfumo Kristo unaotawala bara pia uweze kutawala Zanzibar. Wakati bara tunatawaliwa na mfumo Kristo, Zanzibar wanatawaliwa na mfumo Kristo kupitia muungano. Pamekaa sawa hapo Mwaka jana niko viwanja vya Ole Kianga Pemba. Nazungumza mfumo Kristo. Pemba. Ole Kianga Pemba. Naeleka vizuri Tarehe 2 mwezi wa 9 2011 niko Ole Kianga. Feed force. Ndio waona ile ndovu ziko pale, mambo magwanda yale. Pemba Ole Kianga ni uwanja wa Tablighi Markaz. Zanzibar wako kwenye confusion. Kesho yake Jumamosi muhadhara mfumo Kristo. Ananambia mzee mmoja wa Kipemba, anasema lakini shehe, baadaye nikaambiwa ni askari alikuja, asa lakini shehe, hapa unazungumza mfumo Kristo, kule bara sawa, maana wa Kristo wameshika hatamu za uongozi,